mahali popote pale ulipo, shukran sana kwako wewe kujiongea nasi kwa yanayojiri hapa. Ndipo nitakuwa na kujuza yanayoibuka katika pande tofauti za taifa hili. Usisahau swala zima la kikao husika cha hii siku, ambapo tutakuwa tunaangazia afya ya akili ya wanaume humu nchini ipo wapi. Kwa hayo na mengine mengi, jina langu ni Milia Kisienya. Bila kupoteza wakati, wacha tupate kujua yanayoendelea hivi sasa. Tuanze na Meru, ambapo mkutano wa kuchukua maoni ya umma unaendelea katika uwanja wa maonyesho wa Meru. Mkutano huo unahusu ujenzi wa ikulu ndogo, uwanja wa kucheza gofu pamoja na uwanja wa ndege. Mkutano huo umeitishwa na shirika la huduma za misitu humu nchini KFS na kushirikiana na wadau katika sekta ya uhifadhi wa misitu na mazingira. Clement Masombo yuko Meru na tunaungana naye kwa njia ya moja kwa moja kwa mengi zaidi. Naam, shukrani sana Milia. Ni kweli kwamba tunawajia watazamaji wetu njia moja kwa moja kutoka kwa uwanja wa maonyesho wa Meru, ambapo mkutano unaendelea kwa sasa. Unavyoona kwenye picha tu, hawa ni baadhi ya wakazi kutoka sehemu mbalimbali za kaunti hii ya Meru ambao wamefika hapa kutoa maoni yao kuhusiana na ule ujenzi wa ikulu ndogo, pendekezo la ujenzi wa ikulu ndogo, uwanja wa ndege pamoja na uwanja wa kucheza gofu katika sehemu ya msitu wa Imenti. Na huu ni ujenzi ambao umezua mgawanyiko kidogo. Ukiangalia kumekuwa na mgawanyiko miongoni mwa viongozi kutoka kaunti hii ya Meru. Kunao wale ambao wanaunga mkono na vile vile kunao wengine ambao wamekuwa kipinga sana, na pia wale wana mazingira na wahifadhi pia wamekuwa kipinga kauli, wakitoa kauli wakisema kwamba utaratibu unaostahili haukufuatwa. Na hiyo ndio sababu moja kati ya sababu ambazo zilifanya shirika la huduma za misitu nchini KFS kupanga kikao hiki cha leo cha kuchukua maoni ya umma kuhusiana na ujenzi huo. Nataka nizungumze na baadhi yao ambao wamefika hapa tusikie wanahisi vipi, kauli zao ni zipi kuhusiana na huo ujenzi. Nianze na wewe ndugu, tueleze jina lako nani, na unahisije kuhusiana na huo mradi ambao unapendekezwa kujengwa pale katika sehemu ya msitu wa Imenti. Kwa jina naitwa Kamanonto Itomori na mimi ni mkaaji wa Meru, na pia nimejiunga na kikundi ambacho mimi ni chairman wacho ambacho ni Save Our Rivers Initiative. Kikundi ambacho tumeweza kupanda miti takriban 3 kwa muda wa miaka 6. Na sisi hatuna pingamizi kwa miradi yoyote ambayo inaletwa kwenye kaunti yetu. Changamoto yetu ni msitu, sio miradi. Kwa hivyo tunaangalia misitu yetu ndio tunafaa kuchunga, na msitu haswa huwa hausaidii wale watu ambao wanakaa hapo ndani sana, kama vile unasaidia watu ambao wanaishi haswa mbali na huo msitu. Sababu ukiangalia vizuri pia msitu kama ule wa Amazon iko maili 1000 kutoka hapa, lakini Amazon ikikuwa damaged, climate itakuwa affected dunia mzima. Congo Forest, the same thing. Kwa hivyo sisi hatuna pingamizi kabisa ya miradi yote ya serikali, iwe ni airstrip, iwe ni state lodge, iwe ni golf club, iwe ni nini. Changamoto yenye tuko nayo ni huu msitu ambao tunafaa kuutunza, msitu ambao umetunzwa na mababu zetu kwa jadi. Na hii ni kama evolution ndio iliwaka huu msitu hapa. Kwa hivyo hatuwezi kusema tutapanda tena. Miradi ni flexible, yaweza kasongeshwa hapa iende pale, lakini msitu hatuwezi. Kwa hivyo ni kero kubwa sana kwa watu ambao pia wamechangia katika kutetea mazingira. Na ukiangalia katika misitu ndio vyanzo vya maji yetu. Maji ambayo yatoka kwa huu msitu yanapea watu wengi maji ambao wako upande wa chini, na mito mingi ambayo inafika mpaka Wasonyiro. Pia watu wa Isiolo, watu huko chini, huko Tigania, kote vyanzo vingine vya maji viko kwenye huu msitu. Kwa hivyo ni jambo ambalo tunafaa kulitunza sana.
Shukran sana. Tukaribia hapa ndugu. Uanze na jina lako na tueleze wewe kama mwana mazingira, ni hofu gani ambayo uko nayo iwapo ujenzi huu utaendelezwa katika pale mahali ambapo pamependekezwa? Yes, jina langu ni Job Mwangi. Mimi ni wakili na nafanya kazi na shirika la The Green Belt Movement. So wakati Wangari Maathai ambaye alianzisha kikundi chetu alipokuwa hai, alituambia ya kwamba kile kizazi ambacho kinaharibu mazingira sio kile kizazi ambacho actually pays the price. Kwa hivyo leo tumekuja hapa ili kukumbusha watu wa Kenya Forest Service na serikali ya kwamba hii misitu ni yetu. Na ningetaka kujulisha Wakenya ya kwamba pia leo tumegundua ya kwamba Kenya Forest Service na PS wa mazingira Bwana Mugitonga Mogambi wali clear 1.5 kilometers of forest land for this airstrip without the relevant approvals. It is now confirmed. So hofu yetu kubwa ni ya kwamba huu msitu ni moja ya chanzo cha mito. Na iwapo mtu yote anataka kujua, fanya research, ni moja ya kile chanzo kikubwa kabisa cha mito ya Kenya. Kwa hivyo iwapo tutakubalisha huu kuendelea kata misitu pole, tuendelea ku destroy our future, especially for future generations. In fact, for us, we are saying whatever they are doing here, they are equivalent to murderers. Because in the future, people will lack water. What will happen to them? They will die. So tungetaka serikali ijenge hii airstrip mahali popote pengine. Hatukatai na maendeleo, lakini si kwa msitu. Na pia wacha wafuate sheria. Kama agreement tumeenda koti, na koti yenyewe imekuwa ikiuliza where is can you show us the approval process? Where is the ASIA? How did you clear this forest without the approvals at first? Now it's very clear kwamba hakuna hizo approvals. Kwa hivyo whatever they've done here is an illegality. Secondly, wameita public participation wakiwa washaanza kujenga. Sheria inasema public participation should happen before the project. So what have they done? They are calling public participation to actually do a cosmetic, kujaribu kusafisha mambo. Na unajua tumekuwa tukiwaambia ni kama ujaribu kujenga nyumba lakini unataka kuweka paa kabla uweke ground. Kama hujaweka foundation, hata hiyo nyumba itaanguka. Kwa hivyo tunaiomba serikali ielewe ya kwamba hatukatani na haya maendeleo, hatukatani na hizi projects, lakini zisifanywe kwa misitu ya serikali. Naam, shukrani sana. Labda nimalizia na wewe ndugu, tueleze jina lako nani, na pia tueleze hisia zako ni zipi kuhusiana na huu mradi mzima na mjadala mzima tu ambao unaendelea kuhusiana na hayo mapendekezo ambayo yametolewa. Kwa majina naitwa Kinoti Marete, mkaaji wa Meru. Nimekuwa karibu na huu msitu kwa miaka mingi sana. Kwa hivyo hisia zangu ni kwamba kulingana na yale maneno ambayo yanaendelea, msitu inakuwa ni kama elephant corridor. Saa zingine kutoka mwezi wa July, August na September kuna ile calving period ya elephants, na mahali wanataka kutengeneza hii airstrip inakuwa ni kama tunaweza sema ni less than 500 meters kutoka kwa the main corridor mahali wazinakaa, kwa sababu zinakuja pale kwa sababu ya kuna plenty of food, alafu pia kuna inaitwaje canopy ya zimefunikwa vizuri na which means kuna safety, na pia wale predators hawawezi kuwapata. Lakini the greatest issue ile ambayo tuko nayo ni kwa sababu ya tunaona ni kama sio lazima iwe kwa msitu. Meru it's a very wide region. Tuko na airstrip nyingine ambayo iko Mitungu, tuna airstrip nyingine ambayo iko mahali kunaitwa Charia. So you are wondering why the forest. Sasa leo nimesikia ni kama wamebadilisha hadithi kidogo, wamesema airstrip ni ya msitu, na kulingana na vile tunasikia ni ya kuzima moto. Sasa swali ni rahisi, tunajiuliza kutoka wakati tumekuwa na independence kunakuwa na moto ngapi kwa msitu? Basically I don't know of any. Nakumbuka tu ni moja peke yake ilikuwa kwa msitu upande wa juu, lakini upande mwingine is too green for it to be kukuwa na issues kama zile. And the other thing actually being a pilot, na niko na mpaka marafiki zangu wengine tulikuwa tumekuja kuleta hisia zetu over the same. Flying over built up area is kitu ambayo iko dangerous, kwa sababu sasa mahali wameitengeneza ukienda upande wa nyuma unapata unaenda mahali kunaitwa Roire, ukirudi upande mwingine unakuta kuna polytechnic ambayo inaitwa Meru Polytechnic, na around the same vicinity ambayo pengine unaweza fanya holding ndio pengine uland ama bio, kwa sababu unajua sana kwa airstrip hakuna mtu wa kukuguide. Kwa hivyo lazima ufanye ile tunaitaka VFR, ukuje karibu mwenyewe uone kama kuna kitu kwa runway. So ukifanya circuits ndio uweze kuja kuland, ama ukiambiwa hold ndio uweze kuland,
there is a very high possibility either you will fly over a town, over an institution, na hizo zote ni highly populated zones. Kwa hivyo 90% of aircraft failures zinafanyika either during landing ama wakati wa ku take off. So ukipata aka single engine na engine ni moja peke yake, hauna the second engine ambao unaweza accelerate uendelee, kakikwama utaanguka either shule ama uanguke bomani ya mtu ama uanguke msituni. And then the other thing is, if elephants zinafanya calving around the same time, the noise pollution ni kama basically kuzi-irritate. So kutakuwa na increased animal conflict. Yani ile kwa msitu kutakuwa na shida nyingi sana kwa sababu mnyama kama huyo, if eating a bird can be bad for a plane, you can imagine eating an elephant. Hata ukigonga mbuzi ni disaster, lakini ukigonga ndovu, you can imagine hiyo hakuna ndege hapo, hakuna abiria wako hapo, yani everything goes to nothing. So ideally tunaulizana kama kweli lazima tujenge airstrip, hiyo place ambayo inajengwa is not a good thing. Pia orientation yake, hata kama wanatudanganya wanatuambia orientation is correct, hapa wind was na blow from the east to the west. Na orientation yake for now iko north to south, which becomes very difficult for you to fly kukiwa na crosswinds. So in my opinion, I strongly oppose this, na si kwa sababu nakataa maendeleo, no, because naona kwa safety hazards ni nyingi, fuel spillages ni nyingi, disaster kwa wanyama, disaster kwa binadamu. So tunaomba wafikirie tu wapeleke pahali pengine, lakini tunasema ijengwe, lakini isijengwe hapa. Tunashukuru sana. Sawa, shukrani sana. Unaona watu walikuwa wamefika wengine kuzungumza, lakini kwa sababu ya muda labda tutazungumza nao baadaye kidogo. Na umesikia tu hisia za baadhi ya wadau katika sekta nzima ya uhifadhi wakitoa hisia zao na hofu walionayo iwapo hivyo vitu vitatu vitaendelea kujengwa katika huo msitu wa Imenti. Na hili ni jambo ambalo pia limezua mjadala mkubwa. Wiki kama 2 zilizopita tulisikia rais mwenyewe akisema lazima ikulu ndogo itajengwa. Ni kauli pia ambazo tumesikia kutoka kwa gavana wa kaunti hii. Wana mazingira nao kwa upande mwingine pia wamesimama tisti, wanasema kwamba watapinga kadri ya uwezo wao. Pia ni muhimu kutaja kwamba kumekuwa na maagizo, mahakama hapa Meru imetoa maagizo mara 2 ya kusitisha ujenzi huo, lakini je, kutokana vile tunavyoelewa ni kwamba ujenzi huo unaendelea hata licha kuwa mkutano kuchukua maoni ya umma pia unafanyika kwa sasa, ujenzi upande wa pili pia unaendelea. Milia. Naam, asante sana Clement Masombo kwa hayo. Bila shaka tutazidi